kupita moja kwa moja mpaka mahali palipoandaliwa ndani. Jana saa 2:30 usiku nilipigwa simu na mwenyekiti wangu, mwenyekiti wa kijiji, akaniambia kuna tukio nimelipata taarifa pale kwa mzee Zakaria limetokea na watu wanaonekana wamejeruhiwa. Kama nimetoka nyumbani haraka nimefika hapa. Kwa bahati nimefika hapa, kuna askari fulani tulikopo naye ambaye anaishi katika maeneo jirani na yenyewe, na tulimkuta. Waingia ndani tukakuta mlango wa nyuma umevunjwa na yule mzee na ndio amekatwa mapanga, yuko chini pale. Basi tukaanza kuuliza kwamba kuna kitu gani kimechukuliwa. Walitaja kama ni mafaili tu ambayo wamechukua kwa kipindi hicho hapo. Kutoka hapo na afisa upelelezi na tukawa nayo, basi jeshi la polisi nao likao walimefika pale, basi tukawa tunashughulikia namna ya kumstiri marehemu pia na kuwatuliza familia ambao wamepata matukio hilo. Lakini kwa ushirikiano jeshi la polisi na vile vile tulivyokuwa tumetoka hapa tukachukua maiti tukapeleka hospitali kwa kupima na kaiona kwa marehemu amefariki na tukaipeleka machwani. Na alikuwa na majeraha kama mangapi? Majeraha alikuwa ni mengi, hasa zaidi yamepigwa sana sehemu ya kichwa na kukatakata sehemu za mikono, na ndio majeraha ambayo amepata mengi kichwani, ndio amenyia za kibaoni. Kipekee kwanza nimshukuru Mungu kwa kuwa salama mpaka sasa hivi, lakini taarifa hii ya msiba sisi kama kata ya Kibaoni tumepokea vibaya. Sio taarifa nzuri kwa sababu si utamaduni wetu na ni hali ambayo ngeni katika mazingira ya kata yetu. Matukio ya namna hii sisi kwetu hatuna. Kwa hiyo cha kwanza tumeogopa kupatikana kwa matukio ya kigeni kama haya ya kikatili yenye picha mbaya na taswira mbaya kwenye jamii. Lakini kiuhalisia tumepokea vibaya. Taarifa imetuumiza kwa sababu aliyeondoka ni mtumishi wetu wa halmashauri ya mji Ifakara, lakini pia ni mwananchi wa kata ya Kibaoni. Ni mtu ambaye tumeshirikiana naye kwenye majambo mengi ya kijamii. Ni mtu mzuri, mtu ambaye anapendeza kwenye jamii, hana shida wala changamoto na mtu yote. Kimsingi, ndugu zangu waandishi wa habari, tumepokea tukio la kusikitisha sana. Mnamo siku ya jana kuamkia leo tumekutwa na msiba mzito ambaye mzee wetu alikutwa na tukio la katwa na silaha yenye ncha kali. Tulipata taarifa mnamo saa 2:30 usiku hapa kwenye eneo lake. Tukaja kwenye tukio tukakuta tayari waliofanya uhalifu wamekwisha ondoka. Mmemkuta kwenye hali gani? Tumemkuta ameanguka, amelazwa kifudifudi, lakini maeneo ya kichwa, nyuma ya kichwa kuna jeraha kubwa ambacho silaha yenye ncha kali ilipita maeneo na kwenye mkono. Alishambuliwa peke yake au kuna mwingine ndani ambaye ameshambuliwa? Kwa taarifa tulizo nazo zaidi ni yeye, lakini mke wake aliguswa kidogo katika harakati za kujiokoa. Kuna ncha kali ilimgusa kwenye mkono. Hatua gani ambazo walizifanya kama viongozi? Hatua tulizozichukua kwanza ni kutoa taarifa kwa majirani zetu, lakini pia tulijaribu kuomba nguvu za kiusalama kutoka jeshi la polisi na hatimaye wakaja. Basi tukaanza shughuli za kupeleka mwili mochwari kwa maandalizi mengine. Mimi katika eneo langu la kijiji sikuwahi kupata taarifa za marehemu kuwa na uhasama na mtu yoyote. Na yeye alikuwa anaishije na mtu namna gani? Aliishi na jamii vizuri sana, ni mtu ambaye alikuwa anajishughulisha kwenye shughuli zake za kiserikali, lakini pia na kijamii pia. Hakutambulika mtu yote katika wale ambao wamefanya tukio. Ni kweli kuna tukio la mauaji limetokea jana tarehe 19 mwezi wa 7 mwaka huu 2026 majira ya saa 2:30 usiku, ambapo Bwana Zakaria Rashidi Marika mwenye umri wa takribani miaka kama 57 aliuawa akiwa nyumbani kwake mtaa wa CCM Kapolo, ni kitongoji cha CCM Kapolo, mtaa wa Kibaoni, wilaya ya Kilombero. Na uchunguzi wa awali naonyesha chanzo ni mgogoro wa ardhi, na mpaka sasa watuhumiwa wawili wanashikiliwa na upelelezi bado unaendelea. Kuna sauti nyingi, lakini si zote zinasikika. Lakini kuna sehemu moja ambapo kila sauti ina thamani. Hapo ndipo ilipo Global TV, sauti ya wanyonge, mtetezi wa wasio na pa kusemea.
Global TV ni YouTube channel inayopendwa na watu wengi. Una biashara? Chagua platform yenye watu halisi. Tangaza kupitia Global TV. Next level. Chukua hatua sasa.